Ni takriban mwaka mmoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, lakini tayari upepo wa kisiasa umeanza kubadilika kwa kasi hapa nchini. Wakati wananchi wakiendelea na shughuli zao za kila siku nyuma ya pazia, wanasiasa na vyama vikuu vimeanza mchakato wa kusuka miungano mipya. Hali hii inajiri wakati kukiwa na migawanyiko ya ndani katika baadhi ya vyama vikongwe, huku kukiwa na tetezi za kuibuka kwa vyama vipya tutakavyojikita katika masuala ya kiuchumi na jamii. Lengo kuu la harakati ni kutafuta kile kinachoitwa namba za ushahidi. Wachambuzi wa siasa wamebainishwa kuwa mwaka wa 2027 hautakuwa tu kuhusu majina ya watu, bali kuhusu sera na jinsi gani viongozi wanaweza kuunganisha maneno tofauti ya nchi. Tumeshuhudia viongozi ambao hapo awali walikuwa wapinzani wakubwa, sasa wakikaa meza moja. Hii ni ishara tosha kuwa katika siasa hakuna adui wa kudumu, bali kuna maslahi ya kudumu. Mitaani maoni yamegawanyika. Baadhi ya wananchi wanahisi kuwa ni mapema mno kuanza kampeni, wakidai kuwa viongozi wanapaswa kuzingatia utekelezaji wa ahadi za sasa kwanza. Hata hivyo, kwa wanasiasa, huu ndio wakati mwafaka wa kuandaa mashine zao za kampeni na kuhakikisha kuwa wafuasi wao wako tayari. Changamoto nyingine inayojitokeza ni ushiriki wa vijana ambao ndio wengi zaidi katika sajili ya wapiga kura. Miungano yote inayoundwa sasa inajaribu kila mbinu kuwavutia vijana hawa wapitia mitandao ya kijamii na lugha ya kisasa. Ni wazi kuwa kuelekea mwaka wa 2027 uwanja wa siasa utabaki kama ulivyo leo. Miungano itavunjika, mipya itazaliwa na ahadi zitazidishwa. Sisi hapa tutaendelea kukujuza kila hatua na kila mabadiliko yatakayojitokeza katika safari ya kuelekea sanduku la kura. Nikiripotia runinga ya Minap TV kutoka eneo bunge la Kilgoris, jina langu ni Sharon Mamayu.